Unajua watu wengi hawapotezi kazi kwa sababu hawana ujuzi wa kutosha, hawana CV nzuri, hawana elimu nzuri ya kutosha. Lakini kitu kikubwa kinachofanya wakapoteza kazi, nafasi za fursa mbalimbali za kibiashara ni kwa sababu ya tabia. Kwa sababu tabia ni kitu ambacho kinaweza kikakuendeleza kustawi na kukaa na kukua na kuendelea kukua kwenye eneo lako. CV ni kitu tu ambacho kinaweza kikakuita. Sasa leo ninatamani tuzichambue tabia ambazo hupaswi kabisa kuzionyesha au kuzitenda au kuzifanya kwenye maeneo yako ya kazi. Tabia namba moja ambayo hupaswi kuionyesha kabisa kwenye maeneo yako ya kazi na maeneo ya biashara ni tabia ambayo ni ya kutoa ahadi usiyoweza kutimiza. Hapa unakuta mtu kwenye biashara au kazi anakubali ya kwamba nitafanya, nitatenda, ninaweza, nitafanya kama tulivyokubaliana, lakini hatimizi, hafanyi kama walivyokubaliana, hafanyi kama anavyojitangaza, hatendi kama ambavyo imekuwa akisema anaweza kutenda. Sasa hii ina athari kama 3 hivi. Athari ya kwanza kabisa, inapunguza credibility, yani uaminifu wa jina lako unapoa. Unasema kwamba mimi ninaweza kufanya na wewe session 5, na katika hizo session 5 utakuwa umeweza kuachieve 1, 2, 3. Alafu mwisho wa siku tumefanya hata session 6, hujaweza kutimiza 1, 2, 3. Kwa hiyo inaondoa uaminifu kwenye jina lako. Lakini watu hawakutegemei tena hata ukiwa una nia safi. Wanasema bwana yule mzushi tu, yule muongo tu, yule tapeli, yule hawezi. Yani hiyo inaondoa tena uaminifu kwa watu, na hata watu hawakutegemei tena pale ambapo unakuwa tayari kulirekebisha au kulifanya. Lakini unapoteza mikataba na nafasi au promotion. Kwa hiyo kama ni ungepata tena tenda nyingine, unakuwa umepoteza kwa sababu hautimizi ahadi zako. Uwe mtu wa kutimiza ahadi zako. Uwe mtu wa kutimiza ahadi zako. Kile unachokisema ndicho ambacho unaweza. Hata kwenye maandiko matakatifu huwa yanasema ya kwamba tuwe watu wa ndio kama ni ndio, na watu wa sio kama sio. Kama ambavyo Petro kwenye Mathayo 26 alijigamba akasema, mimi nitakuwa na wewe, sitakuacha, sitakusaliti. Lakini mwisho wa siku alimsaliti bosi wake, alimsaliti, na kimsingi alibaki kwenye hatia ya huzuni. Kwa hiyo usije ukawa mzushi na muongo. Jenga jina lako kwa ukweli, si kwa ahadi tamu tu, kwa maneno porojo. Sema hili ninadhani ninaweza nikalitimiza kwa muda fulani, huu ndio rafiki kwangu. Hata kama wakiwa na kudemand, labda bwana natamani ufanye hii kazi kwa muda huu, kuliko kuwadanganya, sawa, ni heri ukawaambia kwa kweli, kwa nafasi yangu ninadhani hapa siwezi kufanya. Kwa hiyo usije ukawa mtu wa kutoa ahadi usizoweza kuzitimiza. Biblia inasema katika Mithali 20 fungu la 28, inasema uaminifu na kweli vitakulinda. Uaminifu na kweli vitakulinda. Acha porojo katika maeneo ya kazi. Sema kile ambacho unaweza kukifanya, na ukweli ukifanye kwa jinsi ambavyo umeahidi. Tabia ya pili ambayo ni mbaya sana na haifai kwenye maeneo yako ya biashara, kwenye maeneo yako ya kazi, ni tabia ya kujifanya una mamlaka usiopewa. Yani unakuwa na ile tabia tunasema ni power mongering. Hapa unamkuta mtu ni mtu ambaye anachukua nafasi, yeye ni bosi, anachukua nafasi mpaka ya mpiga kengele. Yeye ni mpiga kengele, anachukua nafasi mpaka ya bosi. Chukua nafasi yako. Kama umewaweka watu chini yako, waamini. Biblia inasema mniamini mimi Mungu, muamini na manabii zake. Mungu mwenyewe anawaambia watu ya kwamba mkishaniamini mimi,
muamini na manabii zangu. Kwa hiyo hata Mungu huwa hatumii nguvu zote kwa kila kitu. Huachia watu nafasi zao. Kuna saa nyingine Ibrahimu aliwahi kumwambia Mungu, eti Mungu, ni hili jambo linakaaje? Mungu akasema, hii sio nafasi yangu, muulize mkeo. Hiyo nafasi ya mkeo. Mungu hakutaka kuchukua tena position ya mwanamke. Yaani wewe Ibrahimu unafanya tena mimi niwe tena mke wako, tena nichukue nafasi ya mke wako. Chukua tu sehemu ile ambayo ni yako. Kwa hiyo hakikisha pia katika maeneo yako ya kazi unafanya kwa mipaka yako. Kazi zako umepewa hizi, fanya. Hapa ndio umeambiwa huu ndio mpaka wako, fanya. Kuna watu wengine unaweza ukakuta, sasa ni labda nitoe mfano, unaweza ukakuta mtu labda ni traffic, lakini anaenda mbali zaidi, anakuwa ni mwanajeshi. Chukua nafasi, tenda kwa mipaka yako. Kuna mtu umewahi hata kwenda ofisini, kama uliwahi kwenda kwenye ofisi fulani, unakuta mtu yuko pale mapokezi, lakini anachukua nafasi kubwa sana kiasi kwamba amechukua hadi nafasi ya bosi. Mtu ameshakwambia nina shida binafsi ya bosi. Shida gani? Si nimeshakwambia binafsi na bosi. Sasa unakuta mtu anavuka mipaka, maeneo yake anavuka mipaka saa nyingine. Ukiangalia katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26, utagundua Uzia ambaye ni mfalme aliyepanua mamlaka hadi hekaluni, akafanya kazi ya makuhani ambayo sio yake. Utagundua huyu jamaa alipigwa ukoma kwa sababu ya kuchukua mamlaka asio ya kwake. Sasa fanya kitu kwa mipaka yako, kwa nafasi yako, kwa uwezo wako. Kama we ni mfalme, we ni raisi, ikifika mahali wanapaswa wafanye makuhani, watumishi wa Mungu, waache wafanye. Ikifika mahali wanapaswa wafanye usalama, waache wafanye, waruhusu wafanye. Kwa hiyo usijifanye una mamlaka ambayo hujapewa. Hii ni hatari. Hii ni hatari sana. Na athari yake ni kwamba ukiwa unafanya kwa mamlaka ambayo haujapewa, unafanya extra, tunasema we ni power mongering, unachukua nafasi za watu, unajikuta kwanza unachukiwa kwa sababu unaonekana unajifanya. Na especially kwa wale watu ambao wanakuwa na nafasi fulani, sasa ndio wanataka wao mabosi. Unachukiwa na watu, lakini vile unavuruga utaratibu huko 1 2 3 4 6. Sasa unakuta umeshavuruga utaratibu, umevuruga mambo ya pale ofisini. Kwa hiyo unakuwa umeharibu sana. Lakini jambo jingine, unaweza kusimamishwa kazi, lakini pia au ukahamishwa eneo, ambao ukahamishwa nafasi, ukahamishwa kituo, kwa sababu umeshavuruga utaratibu wa yale mahali. Kwa hiyo unapokuwa katika maeneo yako ya kazi na maeneo ya biashara, hakikisha unafanya kazi kwa mipaka, kazi ambayo umepewa. Kwa hiyo jua mipaka yako, alafu ufanye vizuri kwa ile nafasi uliyopewa. Ukifanya kidogo kwa uaminifu, utakwezwa na kukuzwa. Lakini tabia ya tatu ambayo haupaswi kabisa kuionyesha na kuitenda katika maeneo yako ya kazi na biashara ni kufanya kazi kwa kiwango cha chini sana. Tunasema hii ni just enough. Yaani pale ambapo umefocus in a minimum expectations. Yaani hii ni tabia ya mtu anayefanya kazi, anafanya kazi kwa udogo sana. Unapopewa kazi, unategemewa kufanya kazi, umeaminiwa, umekubaliwa. Lakini unapofanya kwa udogo, inakufanya unamdisappoint mteja wako. Unaweza mtu akakuamini, akakupatia
akakupatia nafasi fulani, lakini unapoifanya kwa udogo sana unasababisha anaona kabisa wewe hii nafasi haikustahili, kwa sababu unatoa bidhaa ndogo sana, productivity yako inakuwa ni ndogo sana. Sasa wakati kama huu, hata kwenye maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Mathayo 25, mtumishi ambaye alipewa talanta moja alitegemea aizalishe, aikuze, lakini yeye akaificha, akasema hii siwezi kuizalisha, nitaipoteza, nitaingia hasara, na akaitwa mvivu na mwenye hofu, na akanyang'anywa ile nafasi aliyokuwa nayo kwa sababu hakufanya kwa ukubwa ambao alitegemea. Kwa hiyo usifanye kazi kwa udogo, usifanye kazi bila bidii. Biblia inatuambia lolote mtakalolifanya mlifanye kwa moyo wote na kwa nguvu zote. Nafasi yoyote ulionayo, hakikisha unatumia nguvu zako nyingi kuikuza ile nafasi ulionayo. Nafasi yoyote ulionayo, tumia ubunifu wako mpaka wa hali ya mwisho kabisa. Yaani hakikisha unabuni mpaka mwisho kwa nafasi hiyo ulionayo, ili uweze kuifanya kwa ubora sana. Lakini sio hivyo tu, tabia nyingine ambayo haipaswi kuonekana kwenye maeneo yako ya kazi na maeneo yako ya biashara ni ile hali ya kufail to learn. Yaani pale una repeat makosa yale, unakuwa umerudia makosa yale bila kujifunza. Sasa unaporudia makosa yako yale bila kujifunza, inaonekana wewe ni sugu, ni mharibifu, ni mtu ambaye asiyejifunza. Kwa hiyo unapoteza fursa, unapoteza wateja, kwa sababu kosa lako lile la jana ndio umeirudia tena leo. Kosa lako lile ambalo ulifanya kwa yule ndio umeirudia tena kwa huyu. Sasa kwenye mazingira ya kazi inakuwa ni hatari sana, kwa sababu kwenye Biblia utagundua kwenye kitabu cha Kutoka na vitabu vya Musa, utagundua wana wa Israeli walizunguka jangwani miaka 40 kwa sababu ya kurudia ukosefu wa imani ambao walikuwa nayo. Walikuwa wanarudia makosa yao na ukosefu wa kutokuwa na imani kwa Mungu. Jana hawakumwamini Mungu, kesho pia hawakumwamini Mungu, kesho kutwa pia hawakumwamini Mungu. Kwa hiyo walikaa miaka 40, safari ambayo wangeweza kuimaliza kwa muda mchache sana, wakafika wote Kanani. Lakini kwa sababu walikuwa wanarudia makosa yale, hawana imani, wanarudia kile, hawana imani, mwisho wa siku hawakufika Kanani. Kwa hiyo unaweza usifike kwenye promotion yako kwa sababu kila siku unarudia makosa yako yale. Kwa hiyo athari yake hii inawafanya, kwanza inakufanya udhalilike mbele ya watu wengine kwa sababu wewe ukui. 2, upandishwi cheo kama ambavyo nimesema. Alafu 3, watu wanakuogopa kukushirikisha majukumu yaliyo makubwa. Wanasema ataweza kweli? Huyu hawezi. Na hata kuna watu wengine wanaweza wakawa wanapata nafasi za kukusemea vizuri kwa watu wengine, lakini wanajua uwezo wako ni mdogo katika kutoa matunda ya kazi, na wao wenyewe wakawapatia taarifa kwamba huyu ninaye mtu fulani, lakini huyu hawezi kazi 1, 2, 3, hawezi kazi kubwa. Kwa hiyo kwa sababu ya kutojifunza makosa yako inakufanya unakosa promotion. Sasa usikae katika makosa yale, unarudia makosa yale, kwa sababu Waswahili walisema kosa sio kosa, bali kurudia kosa ndio kosa. Kwa hiyo usiendekeze makosa yako yale ukaendelea kuyachukua tu kama sehemu ya maisha yako. Na kuna wengine wanayachukulia kama itikadi au msimamo, anasema ndio kaudhaifu kangu. Hapana, ukishajihubiri imetosha kwamba hili ni kosa langu, sasa jirekebishe humo. Biblia pia inasema mwenye haki ataanguka mara 7, lakini atanyanyuka, atajifunza. Ataanguka tena, atanyanyuka, atajifunza, mwisho wa siku atakuwa amesimama. Tabia nyingine ni tabia ya kujiunga kwenye kikundi cha wambea. Sio watu kutoka Mbeya, wambea gossiping club. So hapa unakuta ni tabia ya kupitisha maneno.
kutoka kwa mfanyakazi huyu kwenda kwa mfanyakazi huyu, kutoka kwa duka hili kwenda kwa duka lile, kutoka kwa ofisi hii kwenda kwa ofisi ile. Hapa ndio kuna mambo ambayo hayatakiwi kazini. Sehemu ya kazi ni sehemu ya kazi. Ni vizuri ukaheshimu sehemu ya kazi. Sio sehemu ambayo ni ya kujadili watu. Sio sehemu ambayo mnajadili uliona jana. Kama ikifika kuna msemo mmoja anasema Jumatatu inakuaga haiko productive kwenye maeneo ya kazi, kwa sababu watu wanakaa wanaenda wanasimuliana umbea wote wa weekend ambao walikuwa wamekaa nao. Wanaanza weekend yako ilikuwaje? Ni bwana tulienda kupati. Kwa unakuta kazi haziendi pale kwa sababu watu wanasimuliana, wameshindwa kufanya kazi kwa sababu wanasimuliana mambo yaliyopita yasiyojenga, tena mambo yanayohusu watu au uchonganishi. Boss, unajua fulani amekusema hivi, unajua huyu anakusema vibaya, unajua huyu anakupinga. Au sio tu hivyo, unakuta mtu mwingine huenda akaanza kuchonganisha watu. Unasikia fulani anatembea na fulani anatembea na fulani. Hata kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Sanbalati pamoja na Tobia ambao walijaribu kuzuia kazi ya Nehemia kubwa ya kwanza kujenga Yerusalemu kwa maneno ya kejeli na kizushi. Ukisoma Nehemia 4, hawakosekani wambea wa kuchonganisha watu. Tulimuona kabisa amesimama, huwa hawakosekani. Lakini pia hata Miriam na Haruni waliwahi kumsemea Musa ndugu yao maneno ya umbea. Huyu jamaa anaongea tu na Mungu kila siku, huyu Mungu tu anaongea na yeye tu. Kwa hiyo usitumie sehemu ya kazi kama genge la kutengeneza uzushi, la kutengeneza maneno, la kutengeneza fitna, la kutengeneza kejeli na kusababisha athari mbaya kazini. Sasa ubaya wake hili jambo, ukiwa na tabia ya kuzungusha maneno, hata wewe unakuwa sio mtu wa kuaminika. Yani ukisema jambo ukaniambia, kwa mfano mimi ni bosi wako, ukaniambia kuhusiana na jambo fulani, sijakuuliza, sijakutuma, mwisho wa siku ninajua huyu anaweza akawa ananisema pia, huyu anaweza pia akawa anasema mambo. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba haujastarabika. Lakini jambo la 6 ambalo upaswi kabisa kulifanya kwenye maeneo yako ya kazi na biashara ni jambo la kuchelewa kila mara. Yani hapa una time mismanagement. Yani wewe unachelewa. Hii inaitwa chronic lateness. Chronic lateness ni ile hali ambayo yani unachelewa kwenye ofisi, unachelewa kwenye vikao, unachelewa deadline, unachelewa ule wakati ambao umekubaliana. Kwa hiyo unakuta we kazi yako ni kuchelewa. Kuna wale ambao ni watu ambao ni wachelewaji sugu. Yani kwenye kikao huwa tunajua tu yeye huwa anaingia dakika ya mwisho kabisa, yeye huwa anakuwa wa mwisho. Kwenye Biblia ukisoma Mathayo 25 utagundua kuna kisa kimoja cha watu ambao wanaitwa ni mabikra 5 ambao waliitwa wapumbavu. Wao walichelewa. Yani bwana harusi wakati anajiandaa, anakaribia kufika bwana harusi, wao wakachelewa, ndio wanaenda kununua mafuta. Kuna watu wa kazi yao ni kuchelewa. Yani wao watachelewa ofisini, wanachelewa vikao, wanachelewa kusubmit zile assignment walizopewa. Kwa hiyo hii ni tabia mbaya ambayo upaswi kuionyesha kwenye maeneo yako ya biashara na maeneo yako ya kazi. Kuchelewa haipasi kabisa, inakunyima fursa, na hasa mambo ambayo yanahusu haraka. Kwa hiyo kuna fursa za haraka utakazozikosa kwa sababu wewe unachelewa. Tukinunua bidhaa kwako unachelewa. Ni fundi cherehani, tukishona nguo kwako unachelewa. Kwa hiyo wakati mwingine hatutaweza kutumia kwa sababu wewe umekuwa una tabia ya kuchelewa. Tabia ya mwisho ambayo upaswi kuionyesha kwenye maeneo yako ya kazi na biashara ni tabia ya kutotambua thamani ya kazi ulionayo, au kama ni huduma pia kutotambua thamani ya kazi. Kazi Biblia inatuambia ni ibada.
kazi ni ibada. Kazi yoyote ile ni ibada. Kazi yoyote halali kwa Mungu, kazi yoyote halali kijamii ni ibada. Kwa hiyo ndio chanzo cha kipato chako. Tambua hapo ndio Mungu anahitaji dhaka. Hapo ndio Mungu anahitaji sadaka. Hapo ndio watoto wako wanahitaji pesa ya matunzo. Hapo ndio mwenzi wako anahitaji kuona. Hapo ndio jamii tunategemea ukue. Kwa hiyo kazi ichukulie kama ibada, uappreciate kazi yako. Wakolosai 3:23 Biblia inasema, jambo lolote mnaolifanya fanyeni kama mnamtumikia Bwana. Sio bosi, sio raisi, sio mtu tu kwamba unamfanyia mtu. Kwa hiyo iashumu kama ni ibada. Utaifanya kwa adabu, utaifanya kwa adili, utaifanya kwa heshima, utaifanya kwa uzuri. Sijui ni maeneo gani unatamani kuboresha ukiwa katika maeneo yako ya kazi. Hayo mambo ni mambo ambayo ukiepuka kazi yako itakuwa njema. Haya mambo ni mambo ambayo ukiepuka biashara yako itakuwa njema. Hayo mambo ni mambo ambayo ukiacha utastawi katika maeneo yako ya kazi. Hebu liangalie moja na ulikuze. Na kama kuna moja nimelisahau, niandikie kwenye comment hapo chini na mimi nitajifunza kutoka kwako. Mungu akubariki, uwe na kazi njema. Usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kushare maudhui haya kwa ndugu, jamaa na marafiki ili kila mtu aweze kubarikiwa na maudhui haya. Kwa huduma za ushauri na saha katika masuala ya kijamii, kiuchumi, mahusiano, afya ya akili, ofisi zetu zinapatikana Makumbusho, Dar es Salaam, Millennium Towers, floor ya kwanza, office number 20, Virtual Therapy. Pia unaweza ukaja physically ama unaweza ukapata huduma hii online. Book your sessions katika namba zinazopita kwenye screen yako. Unaweza kushiriki kuwezesha huduma hii katika account zinazopita kwenye screen yako. Karibuni sana na Mungu awabariki. Mtumishi wa Mungu Enson Mabamba ni mtunzi na mwandishi wa vitabu mbalimbali ikiwemo Mtu Yeyote Asikudharau. Kitabu hiki kimejikita katika kukujenga kiroho, kiakili, kiuchumi na kijamii. Lakini pia kinalenga kuwasaidia watu wote wenye msongo wa mawazo, ushauri na saha katika masuala mbalimbali ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Lakini pia ni mwandishi wa kitabu kizuri sana cha Mirathi na Mtazamo wa Kiroho, Kisaikolojia na Kisheria. Kitabu hiki kitakusaidia kukupa mwanga namna gani ya kufanya maamuzi sahihi katika swala zima la mirathi kwa kuangalia upande wa kiroho, kisheria, lakini pia jamii inasemaje inapokuja swala zima la mirathi. Kupata nakala zako, wasiliana nasi katika namba unazoziona kwenye screen yako. Vitabu hivi vinapatikana nchi nzima. Karibuni sana.